Tusome Biblia. Marko. Mwanzo wa Injili ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Kama ilivyoandikwa katika nabii Isaya, tazama, namtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako, atakayeitengeneza njia yako. Sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Yohana alitokea akibatiza nyikani na kuhubiri ubatizo wa toba liletalo ondoleo la dhambi. Wakamwendea nchi yote ya Yudea, nao wa Yerusalemu wote wakabatizwa katika mto wa Yordani, wakiziungama dhambi zao. Na Yohana alikuwa amevaa singa la ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake, akala nzige na asali ya mwitoni. Akahubiri akisema, iwaje nyuma yangu aliye na nguvu kuliko mimi, ambaye mimi sistahili kuinama na kuilegeza gidamu ya viatu vyake. Mimi niliwabatiza kwa maji, bali yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Ikawa siku zile Yesu alikuja kutoka Nazareti ya Galilaya, akabatizwa na Yohana katika Yordani. Mara alipopanda kutoka majini, akaona mbingu zinapasuka na Roho kama hua akashuka juu yake. Na sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa nawe. Mara Roho akamtoa aende nyikani, akawako huko jangwani siku 40, hali akijaribiwa na Shetani. Naye alikuwa pamoja na wanyama wa mwituni, na malaika walikuwa wakimhudumia. Hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu, akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni na kuiamini Injili. Naye alipokuwa akipita kando ya bahari ya Galilaya, akamwona Simoni na Andrea nduguye wakitupa jarife baharini, kwa maana walikuwa wavuvi. Yesu akawaambia, njoni mnifuate, nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Mara wakaziacha nyavu zao wakamfuata. Akaendelea mbele kidogo, akamwona Yakobo wa Zebedayo na Yohana nduguye, nao pia walikuwa katika mashua wakizitengeneza nyavu zao. Mara akawaita, wakamwacha baba yao Zebedayo ndani ya mashua pamoja na wafanyikazi, wakaenda wakamfuata. Wakashika njia mpaka Kapernaumu. Na mara siku ya Sabato akaingia katika sinagogi akafundisha. Wakashangaa mno kwa mafundisho yake, kwa maana alikuwa akiwafundisha kama mtu mwenye mamlaka, wala si kama waandishi. Na mara palikuwapo ndani ya sinagogi lao mtu mwenye pepo chafu, akapaza sauti akasema, tuna nini nawe, Yesu wa Nazareti? Je, umekuja kutuangamiza? Na kutambua unani, mtakatifu wa Mungu? Yesu akamkemea akasema, fumba kinywa umtoke. Yule pepo mchafu akamtia kifafa, akalia kwa sauti kuu, akamtoka. Wakashangaa wote, hata wakaulizana wakisema, nini hii? Ni elimu mpya, maana kwa uweza awaamuru hata pepo wachafu nao wamtii. Habari zake zikaenea haraka kote katika nchi zote kando kando ya Galilaya. Na mara walipotoka katika sinagogi, walifika nyumbani kwa Simoni na Andrea pamoja na Yakobo na Yohana. Naye mkwewe Simoni, mamaye mkewe, alikuwa kitandani akiugua homa, na mara wakamwambia habari zake. Akamkaribia, akamuinua kwa kumshika mkono, homa ikamwacha, akaanza kuwatumikia. Hata kulipokuwa jioni na jua limekwisha kuchwa, walikuwa wakimletea wote waliokuwa wagonjwa na wenye pepo, na mji wote ulikuwa umekusanyika mlangoni. Akaponya wengi waliokuwa na maradhi mbalimbali, akatoa pepo wengi, wala hakuacha pepo kunena, kwa sababu walimjua. Hata alfajiri na mapema sana akaondoka, akatoka akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Simoni na wenzake wakamfuata, nao walipomuona wakamwambia, watu wote wanakutafuta. Akawaambia, twendeni mahali pengine katika vijiji vilivyo karibu, nipate kuhubiri huko nako, maana nilikuja kwa ajili ya hili. Akaenda akihubiri katika masinagogi yao katika nchi yote ya Galilaya na kutoa pepo. Akaja kwake mtu mwenye ukoma, akamsihi na kumpigia magoti na kumwambia, ukitaka waweza kunitakasa. Naye akamhurumia, akanyosha mkono wake akamguza, akamwambia, nataka, takasika. Na mara ukoma wake ukamtoka, akatakasika. Akamkataza kwa nguvu, akamwondoa mara, akamwambia, angalia, usimwambie mtu neno lolote, ila nenda zako ukajionyeshe kwa kuhani, ukatoe alivyoamuru Musa kwa ajili ya kutakasika kwako, iwe ushuhuda kwao. Lakini akatoka akaanza kuhubiri maneno mengi na kulitangaza lile neno, hata Yesu asiweze tena kuingia mjini waziwazi, bali alikaa nje mahali pasipokuwa na watu, wakamwendea kutoka kila upande. Akaingia Kapernaumu tena baada ya siku kadhaa, akisikiwa ya kwamba yumo nyumbani. Wakakusanyika watu wengi, isibaki nafasi hata mlangoni. Akawa anasema nao neno lake.
Wakaja watu wakimletea mtu mwenye kupooza anachukuliwa na watu 4. Na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya makutano, waliitoboa dari pale alipokuwapo, na wakiisha kulivunja wakaliteremsha godoro alilolilalia yule mwenye kupooza. Naye Yesu alipoiona imani yao, akamwambia yule mwenye kupooza, "Mwanangu, umesamehewa dhambi zako." Na baadhi ya waandishi walikuwako huko wameketi wakifikiri mioyoni mwao, "Mbona huyu anasema hivi? Anakufuru. Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa mmoja, ndiye Mungu?" Mara Yesu akafahamu rohoni mwake kwamba wanafikiri hivyo nafsini mwao. Akawaambia, "Mbona mnafikiri hivyo mioyoni mwenu? Vyepesi ni vipi kumwambia mwenye kupooza, umesamehewa dhambi zako, au kusema, ondoka, ujitwike godoro lako uende? Lakini mpate kujua ya kwamba Mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi, hapo amwambie yule mwenye kupooza na kuambia, ondoka, ujitwike godoro lako uende nyumbani. Mara akaondoka, akajitwika godoro lake, akatoka mbele yao wote, hata wakastaajabu wote, wakamtukuza Mungu wakisema, hatujawahi kuona jambo kama hili kamwe. Akatoka tena akaenda kando ya bahari. Mkutano wote ukamwendea akawafundisha. Na alipokuwa akipita akamwona Lawi wa Alfayo ameketi forodhani, akamwambia, "Nifuate." Akaondoka akamfuata. Na alipokuwa ameketi chakulani nyumbani mwake, watoza ushuru wengi na wenye dhambi waliketi pamoja na Yesu na wanafunzi wake, kwa maana walikuwa wengi wakimfuata. Na waandishi na Mafarisayo walipomwona anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi, waliwaambia wanafunzi wake, "Mbona anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi?" Yesu aliposikia aliwaambia, "Wenye afya hawahitaji tabibu, bali walio wagonjwa. Si kuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi." Nao wanafunzi wake Yohana na Mafarisayo walikuwa wakifunga. Basi walikuja wakamwambia, "Kwa nini wanafunzi wa Yohana na wanafunzi wa Mafarisayo hufunga, bali wanafunzi wako hawafungi?" Yesu akawaambia, "Walioalikwa harusini wawezaje kufunga maadamu bwana harusi yupo pamoja nao? Muda wote walipo na bwana harusi pamoja nao hawawezi kufunga. Lakini siku zitakuja watakapoondolewa bwana harusi, ndipo watakapofunga siku ile. Hakuna mtu ashonaye kiraka cha nguo mpya katika vazi kuukuu. Akishona, kile kipe kilichotiwa huliharibu lile vazi kuukuu, na pale palipotatuka huzidi. Wala hakuna mtu atiaye divai mpya katika viriba vikuukuu. Ikiwa atia, ile divai mpya itavipasua viriba vile, divai ikamwagika, vile viriba vikaharibika. Bali hutia divai mpya katika viriba vipya." Ikawa alipokuwa akipita mashambani siku ya Sabato, wanafunzi wake walianza kuendelea njiani wakivunja masuke. Mafarisayo wakamwambia, "Tazama, mbona wanafanya lisilokuwa halali siku ya Sabato?" Akawaambia, "Hamkusoma popote alipofanya Daudi alipokuwa akiona njaa na kuhitaji chakula, yeye na wenziwe, jinsi alivyoingia katika nyumba ya Mungu wakati Abiathari alipokuwa kuhani mkuu, akaila mikate ile ya uonyesho ambayo si halali kuliwa ila na makuhani, akawapa na wenziwe, akawaambia, Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Basi Mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato pia." Akaingia tena katika sinagogi, na palikuwako huko mtu mwenye mkono uliopooza. Wakamvizia ili kuona kama atamponya siku ya Sabato, wapate kumshtaki. Akamwambia yule mtu mwenye mkono uliopooza, "Simama katikati." Akawauliza, "Ni halali siku ya Sabato kutenda mema au kutenda mabaya, kuponya roho au kuiua?" Wakanyamaza. Akawakazia macho pande zote kwa hasira, akiona huzuni kwa ajili ya ugumu wa mioyo yao. Akamwambia yule mtu, "Nyosha mkono wako." Naye akaunyosha, mkono wake ukawa mzima tena. Mara wakatoka wale Mafarisayo, wakawa wakifanya shauri juu yake pamoja na Maherodi jinsi ya kumwangamiza. Naye Yesu akajitenga, yeye na wanafunzi wake, akaenda baharini. Mkutano mkuu ukamfuata kutoka Galilaya na Yudea na Yerusalemu na Idumaya na ng'ambo ya Yordani na pande za Tiro na Sidoni. Mkutano mkuu waliposikia habari za mambo yote aliyokuwa akiyatenda, wakamwendea. Akawaambia wanafunzi wake ya kwamba mashua ndogo ikae karibu naye kwa sababu ya mkutano, wasije wakamsonga. Maana aliponya wengi, hata wote waliokuwa na misiba wakamrukia wapate kumguza. Na pepo wachafu kila walipomuona walianguka mbele yake, wakalia wakisema, "Wewe ndiwe Mwana wa Mungu." Akawakataza sana wasimdhihirishe. Akapanda mlima, akawaita aliyowataka wenyewe, wakamwendea. Akaweka watu 12 wapate kuwa pamoja naye, na kwamba awatume kuhubiri, tena wawe na mamlaka ya kutoa pepo.
Akawaweka wale 12 na Simoni akampa jina la Petro, na Yakobo mwana wa Zebedayo na Yohana nduguye Yakobo akawapa jina Boanigi, maana yake wana wa ngurumo, na Andrea na Filipo na Bartholomayo na Mathayo na Tomaso na Yakobo wa Alfayo na Thadayo na Simoni Mkananayo na Yuda Iskarioti ndiye aliyemsaliti. Kisha akaingia nyumbani. Mkutano wakakusanyika tena, hata wao wenyewe wasiweze hata kula mkate. Jamaa zake walipopata habari wakatoka kwenda kumkamata, maana walisema amerukwa na akili. Nao waandishi walioshuka kutoka Yerusalemu wakasema ana Beelzebuli, na kwa mkuu wa pepo huwatoa pepo. Akawaita akawaambia kwa mifano, awezaje shetani kumtoa shetani? Na ufalme ukifitinika juu ya nafsi yake, ufalme huo hauwezi kusimama. Na nyumba ikifitinika juu ya nafsi yake, nyumba hiyo haiwezi kusimama. Na kama shetani ameondoka juu ya nafsi yake, akifitinika hawezi kusimama, bali huwa na kikomo. Hawezi mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vitu vyake asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu. Akimfunga kwanza yule mwenye nguvu, ndipo atakapoiteka nyumba yake. Naam, hawezi mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vitu vyake asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu. Asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu, ndipo atakapoiteka nyumba yake. Amin, nawaambia, dhambi zote watasamehewa wanadamu na kufuru zao watakazo kufuru zote, bali mtu atakaye mkufuru Roho Mtakatifu hana msamaha hata milele, ila itakuwa ana dhambi ya milele, vile walivyosema ana pepo mchafu. Wakati mamaye na nduguze wakasimama nje, wakatuma mtu kumwita. Na makutano waliokuwa wameketi wakimzunguka wakamwambia, tazama, mama yako na ndugu zako wako nje wanakutafuta. Akawajibu akisema, mama yangu na ndugu zangu ni akina nani? Akawatazama wale walioketi wakimzunguka pande zote, akasema, tazama, mama yangu na ndugu zangu, kwa maana mtu yoyote atakaye yafanya mapenzi ya Mungu, huyo ndiye kaka yangu na dada yangu na mama yangu. Akaanza kuwafundisha tena kando ya ziwa. Kundi kubwa sana la watu wakamkusanyikia, hata yeye akapanda katika mashua akakaa ziwani. Watu wote walikuwa katika nchi kavu kando ya ziwa. Akawafundisha mambo mengi kwa mifano. Akawaambia katika mafundisho yake, sikilizeni, tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda. Ikawa alipokuwa akipanda, mbegu nyingine ilianguka kando ya njia, wakaja ndege wakaila. Nyingine ikaanguka penye mwamba pasipokuwa na udongo mwingi, mara ikaota. Jua lilipozuka iliungua, na kwa kuwa haina mizizi ikanyauka. Nyingine ikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikaisonga isizae matunda. Nyingine zikaanguka penye udongo ulio mzuri, zikazaa matunda, zikimea na kukua na kuzaa, 130, 160 na 100. Akasema, aliye na masikio ya kusikilia na asikie. Naye alipokuwa peke yake, wale watu waliomzunguka na wale 12 walimuuliza kuhusu ile mifano. Akawaambia, nyinyi mmejaliwa kuijua siri ya ufalme wa Mungu, bali kwa wale walio nje yote hufanywa kwa mifano, ili wakitazama watazame wasione, na wakisikia wasikie wasielewe, wasije wakaongoka na kusamehewa. Akawaambia, hamjui mfano huu? Basi mifano yote mtaitambuaje? Mpanzi huyo ulipanda neno. Hawa ndio walio kando ya njia lipandapo neno, nao wakiisha kusikia, mara huja Shetani akaliondoa lile neno lililopandwa mioyoni mwao. Kadhalika na hawa ndio wapandwao penye miamba, ambapo kwamba wakiisha kulisikia lile neno, mara hulipokea kwa furaha, ila hawana mizizi ndani yao, bali hudumu muda mchache. Kisha ikitokea dhiki au udhia kwa ajili ya lile neno, mara hujikwaa. Na hawa ndio wale wapandwao penye miiba, ni watu walisikiao lile neno, na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali na tamaa za mambo mengine zikiingia, kulisonga lile neno, likawa halizai. Na hawa ndio waliopandwa penye udongo ulio mzuri, ni watu walisikiao lile neno na kulipokea na kuzaa matunda, 130, 160 na 100. Akawaambia, mwaonaje? Taa huja ili kuwekwa chini ya pishi au mvunguni, si kuwekwa juu ya kiango? Kwa maana hakuna neno lililositirika ila kusudi lije kudhihirika, wala hakuna lililofichwa ila kusudi lije kutokea wazi. Mtu akiwa na masikio ya kusikilia na asikie. Akawaambia, angalieni msikialo, kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa, na tena mtazidishiwa. Kwa maana mwenye kitu apewa, naye asiye na kitu, hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Akasema, ufalme wa Mungu mfano wake ni kama mtu aliyemwaga mbegu
juu ya nchi. Akawa akilala na kuondoka usiku na mchana, nayo mbegu ikamea na kukua, asivyojua yeye. Maana nchi huzaa yenyewe, kwanza jani, tena suke, kisha ngano pevu katika suke. Hata matunda yakiiva, mara atapeleka mundu, kwa kuwa mavuno yamefika. Akasema, tuulinganishe na nini ufalme wa Mungu? Au tuutie katika mfano gani? Ni kama punje ya haradali ambayo ipandapo katika nchi, ingawa ni ndogo kuliko mbegu zote zilizo katika nchi. Lakini ikiisha kupandwa hukua, ikawa kubwa kuliko miti yote ya mboga, ikafanya matawi makubwa, hata ndege wa angani waweza kukaa chini ya uvuli wake. Kwa mifano mingi ya namna hii alikuwa akisema nao neno lake, kwa kadri walivyoweza kulisikia, wala pasipo mfano hakusema nao. Lakini akawaeleza wanafunzi wake mwenyewe mambo yote kwa faragha. Siku hiyo kulipokuwa jioni, Yesu akawaambia, na tuvuke mpaka ng'ambo. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile alivyokuwa katika mashua, na mashua zingine zilikuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakaipiga mashua hata ikaanza kujaa maji. Naye mwenyewe alikuwapo katika shetri, amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu basi hata upepo na bahari humtii? Wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi. Na alipokwisha kushuka katika mashua, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Makao yake yalikuwa pale kaburini, wala hakuna mtu yoyote aliyeweza kumfunga tena, hata kwa minyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Akaikata ile minyororo na kuzivunjavunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Na siku zote usiku na mchana alikuwako makaburini na milimani, akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Na alipomwona Yesu kwa mbali, alipiga mbio akamsujudia, akapiga kelele kwa sauti kuu, akasema, nina nini nawe Yesu, mwana wa Mungu aliye juu? Na kuapisha kwa Mungu usinitesi. Kwa sababu amemwambia, ewe pepo mchafu, mtoke mtu huyu. Akamuuliza, jina lako ni nani? Akamjibu, jina langu ni Legioni, kwa kuwa tu wengi. Akamsihi sana asiwapeleke nje ya nchi ile. Na hapo milimani palikuwa na kundi kubwa la nguruwe wakila. Pepo wote wakamsihi wakisema, tupeleke katika nguruwe tupate kuwaingia wao. Akawapa ruhusa. Wale pepo wachafu wakatoka wakaingia katika wale nguruwe, nalo kundi lote likateremka kwa kasi gengeni, wakaingia baharini, wapatao 2,000 wakafa baharini. Wachungaji nao wakakimbia wakaieneza habari mjini na mashambani. Watu wakatoka walione lililotokea. Wakamwendea Yesu, wakamwona yule mwenye pepo ameketi, amevaa nguo, ana akili zake, naye ndiye aliyekuwa na lile jeshi la pepo. Wakaogopa. Na wale waliokuwa wameona waliwaeleza ni mambo gani yaliyompata yule mwenye pepo na kuhusu nguruwe. Wakaanza kumsihi aondoke katika eneo lao. Naye alipokuwa akipanda katika mashua, yule aliyekuwa na pepo akamsihi kwamba awe pamoja naye, lakini hakumruhusu, bali alimwambia, nenda zako nyumbani kwako, kwa watu wa kwenu, kuwahubiria ni mambo gani makuu aliyokutendea Bwana na jinsi alivyokurehemu. Akaenda zake, akaanza kuhubiri katika Dekapoli ni mambo gani makuu Yesu aliyomtendea. Watu wote wakastaajabu. Hata Yesu alipokwisha kuvuka kurudia ng'ambo katika ile mashua, wakamkusanyikia mkutano mkuu, naye alikuwa kando ya bahari. Akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi, jina lake Yairo. Hata alipomwona akaanguka miguuni pake, akamsihi sana akisema, binti yangu mdogo yuko karibu kufa, na kuomba uje uweke mkono wako juu yake apate kupona na kuishi. Akaenda pamoja naye. Mkutano mkuu akamfuata wakimsongasonga. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuvumilia mateso mengi kutoka kwa matibabu wengi na kugharamia mali yake yote aliyokuwa nayo kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano wa nyuma, akaliguza vazi lake, maana alisema, nikiyaguza mavazi yake tu nitapona. Mara chemchemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Mara Yesu, huku akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano akasema, ni nani aliyeniguza mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, wawaona mkutano wanavyokusongasonga, nawe wasema, ni nani aliyeniguza? Akatazama pande zote ili amuone yule aliyelitenda neno hili. Na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua lililompata. Akaja akamwangukia, akamweleza ukweli wote. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya,
nenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Hata alipokuwa katika kunena, wakaja watu kutoka kwa yule mkuu wa sinagogi wakisema, binti yako amekwisha kufa. Kwa nini uzidi kumsumbua mwalimu? Lakini Yesu alipolisikia lile neno likinenwa, akamwambia mkuu wa sinagogi, usiogope, amini tu. Wala hakumruhusu mtu afuatane naye, ila Petro na Yakobo na Yohana nduguye Yakobo. Wakafika nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi, kaona ghasia na watu wakilia wakifanya maombolezi makuu. Alipokwisha kuingia akawaambia, mbona mnafanya ghasia na kulia? Kijana hakufa, basi amelala tu. Wakamcheka sana. Naye alipokwisha kuwatoa nje, akamtoa babaye yule kijana na mamaye na wale walio pamoja naye, akaingia ndani alimokuwamo yule kijana. Akamshika mkono kijana akamwambia, Talitha kumi, tafsiri yake, msichana, nakwambia inuka. Mara akasimama yule kijana akaenda, maana alikuwa amepata umri wa miaka 12. Mara wakashangaa mshangao mkuu. Akawaonya sana, mtu asijue habari ile. Akaamuru apewe chakula. Akatoka huko akafika mpaka nchi ya kwao. Wanafunzi wake wakamfuata. Na ilipokuwa Sabato alianza kufundisha katika sinagogi. Wengi waliposikia wakashangaa wakisema, huyu ameyapata wapi haya? Na ni hekima gani hii aliyopewa huyu? Na ni nini miujiza hii mikubwa inayotendeka kwa mikono yake? Huyu si yule seremala mwana wa Mariamu na ndugu yao Yakobo na Yose na Yuda na Simoni? Na dada zake hawapo hapa petu? Wakajikwaa kwake. Yesu akawaambia, nabii hakosi heshima isipokuwa katika nchi yake mwenyewe na kwa jamaa zake na nyumbani mwake. Wala hawakuweza kufanya muujiza wowote huko, isipokuwa aliweka mikono yake juu ya wagonjwa wachache akawaponya. Akastaajabu kwa sababu ya kutoamini kwao. Akazunguka katika vile vijiji akifundisha. Akawaita wale 12, akaanza kuwatuma wawili. Akawapa amri juu ya pepo wachafu. Akawakataza wasichukue kitu njiani isipokuwa fimbo tu, wala mkate, wala mkoba, wala pesa za kibindoni, lakini wajifungie viatu. Akasema, msivae kanzu mbili. Akawaambia, mahali popote mtakapoingia katika nyumba, kaeni humo hadi mtakapotoka mahali pale. Na mahali popote wasipowakaribisha nyinyi wala kuwasikia mtokapo huko, yakunguteni mavumbi yaliyo chini ya miguu yenu kuwa ushuhuda wao. Wakatoka wakahubiri kwamba watu watu. Wakatoa pepo wengi, wakapaka mafuta watu wengi waliokuwa wagonjwa wakawaponya. Naye mfalme Herodi akasikia habari, kwa maana jina lake lilikuwa limeenea, akasema, Yohana Mbatizaji amefufuka katika wafu, na kwa hiyo nguvu hizi zinatenda kazi ndani yake. Wengine walisema ni Eliya, wengine walisema huyu ni nabii au ni kama mmoja wa manabii. Lakini Herodi aliposikia alisema, Yohana niliyemkata kichwa amefufuka. Kwa maana Herode mwenyewe alikuwa ametuma watu akamkamata Yohana akamfunga gerezani kwa ajili ya Herodia mkewe Filipo ndugu yake, kwa kuwa amemuoa. Kwa sababu Yohana alimwambia Herode, si halali kwako kuwa na mke wa nduguyo. Naye yule Herodia akawa akimvizia, akataka kumuua asiwe. Maana Herode alimwogopa Yohana, akimjua kuwa ni mtu wa haki mtakatifu, akamlinda. Na alipokwisha kumsikiliza alifadhaika sana, naye alikuwa akimsikiliza kwa furaha. Hata ilipotokea siku ya kufaa na Herode sikukuu ya kuzaliwa kwake, alipowafanyia karamu wakubwa wake na majemadari na watu wenye cheo wa Galilaya, ndipo binti yake yule Herodia alipoingia, akacheza, akampendeza Herode na wale walioketi pamoja naye karamuni. Mfalme akamwambia yule kijana, niombe lolote utakalo nitakupa. Akamwapia, lolote utakalo niomba nitakupa, hata nusu ya ufalme wangu. Basi akatoka akamuuliza mamaye, niombe nini? Naye akasema, kichwa cha Yohana Mbatizaji. Mara akaingia kwa haraka mbele ya mfalme akaomba akisema, nataka unipe sasa hivi katika kombe kichwa cha Yohana Mbatizaji. Mfalme akahuzunika sana, lakini kwa ajili ya viapo vyake na kwa ajili ya hao walioketi karamuni hakutaka kumkatalia. Mara mfalme akatuma askari akaamuru kuleta kichwa chake. Basi akaenda akamkata kichwa mle gerezani, akakileta kichwa chake katika kombe, akampa yule kijana, naye yule kijana akampa mamaye. Wanafunzi wake waliposikia habari
walikwenda wakauchukua mwili wake wakauzika kaburini, na mitume wakakusanyika mbele ya Yesu, wakampa habari za mambo yote walioyafanya na mambo yote walioyafundisha. Akawaambia, njooni nyinyi peke yenu kwa faragha mahali pasipokuwa na watu, mkapumzike kidogo, kwa sababu walikuwako watu wengi wakija wakienda, hata haikuwapo nafasi ya kula. Wakaenda zao faragha mashuani, mahali pasipokuwa na watu. Watu wakawaona wakienda zao, na wengi wakatambua, wakaenda huko mbio kwa miguu toka miji yote, wakatangulia kufika. Naye aliposhuka mashuani, akaona mkutano mkuu, akawahurumia, kwa sababu walikuwa kama kondoo wasio na mchungaji. Akaanza kuwafundisha mambo mengi. Hata zilipopita saa nyingi za mchana, wanafunzi wake walimwendea wakasema, mahali hapa ni nyika tu, na sasa kuna kuchwa. Waage watu hawa ili waende sawa mashambani na vijijini kando kando wakajinunulie chakula. Akajibu akawaambia, wapeni nyinyi chakula. Wakamwambia, je, twende tukanunue mikate ya dinari 200 ili tuwape kula? Akawaambia, mnayo mikate mingapi? Nendeni mkatazame. Walipokwisha kujua wakasema, 5 na samaki 2. Akawaagiza wawaketishe wote vikao penye majani mabichi. Wakaketi safu safu, hapa 100, hapa 50. Akaitoa ile mikate 5 na wale samaki 2, akatazama mbinguni, akashukuru, akaimega ile mikate, akawapa wanafunzi wake wawaandalie, na wale samaki 2 akawagawia wote. Wakala wote wakashiba, wakaokota vipande vilivyomegwa vya kuweza kujaza vikapu 12 na vipande vya samaki, na walioila ile mikate walikuwa wanaume 5,000. Mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande mashuani watangulie kwenda ng'ambo hata Bethsaida, wakati yeye alipokuwa akiwaaga makutano. Hata alipokwisha kuagana nao, akaenda zake mlimani kuomba. Na kulipokuwa jioni, mashua ilikuwa katikati ya bahari, na yeye yu peke yake katika nchi kavu. Akawaona wakitaabika kwa kuvuta makasia, kwa maana upepo ulikuwa unawakabili. Hata ilipopata kama zamu ya 4 ya usiku, akawaendea akitembea juu ya bahari, akataka kuwapita. Nao walipomwona anatembea juu ya bahari, walidhani ya kuwa ni mzuka, wakapiga yowe, kwa kuwa wote walimuona wakafadhaika. Mara akasema nao akawaambia, changamkeni, ni mimi, msiogope. Akapanda mle katika mashua walimo, upepo ukakoma. Wakashangaa sana mioyoni mwao, kwa maana hawakufahamu habari za ile mikate, lakini mioyo yao ilikuwa mizito. Hata walipokwisha kuvuka, walifika nchi ya Genesareti, wakatia nanga. Nao wakiisha kutoka mashuani, mara watu walimtambua, wakaenda mbio wakizunguka nchi ile yote, wakaanza kuwachukua vitandani waliokuwa wagonjwa, kwenda kila mahali waliposikia kwamba yupo. Kila alikokwenda, akiingia vijijini au mijini au mashambani, wakawaweka wagonjwa sokoni, wakamsihi waguze angaa pindo la vazi lake, nao wote waliomguza wakapona. Kisha Mafarisayo na baadhi ya waandishi waliotoka Yerusalemu wakakusanyika mbele yake. Wakaona wengine katika wanafunzi wake wakila vyakula kwa mikono najisi, yani isiyonawiwa. Kwa maana Mafarisayo na Wayahudi wote wasiponawa mikono mpaka kiwiko hawali, wakishika mapokeo ya wazee wao. Tena wakitoka sokoni wasiponawa hawali. Na yako mambo mengine waliopokea kuyashika, kama kuosha vikombe na midumu na vyombo vya shaba. Basi wale Mafarisayo na waandishi wakamuuliza, mbona wanafunzi wako hawaendi kuyafuata mapokeo ya wazee, bali hula chakula kwa mikono najisi? Akawaambia, Isaya alitabiri vema juu yenu nyinyi wanafiki, kama ilivyoandikwa, watu hawa uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Nyinyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Akawaambia, vema, mwaikataa amri ya Mungu mpate kuyashika mapokeo yenu. Maana Musa alisema, waheshimu baba yako na mama yako, na amtukanaye babaye au mamaye kufa na afe. Bali nyinyi husema, mtu akimwambia babaye au mamaye, ni korbani, yani wakfu, kitu changu chochote kikupasacho kufaidiwa nacho huwa basi, wala hamruhusu baada ya hayo kumtendea neno babaye au mamaye, huku mkilitangua neno la Mungu kwa mapokeo yenu mliopokezana. Tena mwafanya mambo mengi yaliyo sawa sawa na hayo. Akawaita makutano tena akawaambia, nisikieni nyote na kufahamu.
Hakuna kitu kilicho nje ya mtu ambacho kikimuingia chaweza kumtia unajisi, bali vile vimtokavyo ndivyo vimtiavyo unajisi yule mtu. Mtu akiwa na masikio ya kusikilia na asikie. Hata alipoingia nyumbani ameuacha mkutano, wanafunzi wake wakamuuliza kuhusu ule mfano. Akawaambia, hivi hata nyinyi hamna akili? Amfahamu ya kwamba kila kitu kilicho nje ya mtu kikimuingia hakiwezi kumtia unajisi, kwa sababu hakimuingii moyoni, ila tumboni tu, kisha chatoka kwenda chooni. Kwa kusema hivi alivitakasa vyakula vyote. Akasema, kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi, kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya, uasherati, wizi, uuaji, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. Haya yote yaliyo maovu yatoka ndani, nayo yamtia mtu unajisi. Akaondoka huko, kaenda zake hata mipaka ya Tiro na Sidoni. Akaingia katika nyumba, akataka isijulikane na mtu, lakini hakuweza kusitirika. Kila mara mwanamke ambaye binti yake ana pepo mchafu alisikia habari zake, akaja akamwangukia miguuni pake. Na yule mwanamke ni Mgiriki, kabila lake ni Msirofoinike. Akamwomba amtoe pepo katika binti yake. Akamwambia, waache watoto washibe kwanza, maana si vizuri kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia humo. Naye akajibu akamwambia, naam Bwana, lakini hata mbwa walio chini ya meza hula makombo ya watoto. Akamwambia, kwa sababu ya neno hilo, nenda zako, pepo amemtoka binti yako. Akaenda zake nyumbani kwake, akamkuta yule kijana amelazwa kitandani, na yule pepo amekwisha kumtoka. Akatoka tena katika mipaka ya Tiro, akapita katikati ya Sidoni, akaenda mpaka ziwa la Galilaya kati ya mipaka ya Dekapoli. Wakamletea kiziwi, naye ni mwenye utasi, wakamsihi amwekee mkono. Akamtenga na mkutano faragani, akatia vidole vyake masikioni mwake, akatema mate, akamguza ulimi, akatazama juu mbinguni, akapiga kite, akamwambia, Efatha, maana yake funguka. Mara masikio yake yakafunguka, kifungo cha ulimi wake kikalegea, akasema vizuri. Akawaonya watu wasimwambie mtu, lakini kadri alivyozidi kuwaagiza ndivyo walivyozidi kutangaza habari. Wakashangaa mno kupita kiasi, wakinena, ametenda mambo yote vyema. Viziwi yawafanya wasikie, na bubu waseme. Katika siku zile, kwa vile ulivyokuwa mkuu tena ule mkutano, nao wamekosa kitu cha kula, akawaita wanafunzi wake akawaambia, na wahurumia mkutano, kwa sababu yapata siku 3 wamekaa nami, wala hawana kitu cha kula. Nami nikiwaaga waende zao nyumbani kwao wakiwa na njaa, watazimia njiani, na baadhi yao wametoka mbali. Wanafunzi wake wakamjibu, je, ataweza wapi mtu kuwashibisha hawa mikate hapa nyikani? Akawauliza, mnayo mikate mingapi? Wakasema, 7. Akawaagiza mkutano waketi chini, akaitoa ile mikate 7, akashukuru, akaimega, akawapa wanafunzi wake wawaandalie. Wakawaandalia mkutano. Walikuwa na visamaki vichache, akavibariki, akasema wawagawie, na hivyo pia. Wakala, wakashiba, wakakusanya mabaki ya vipande vya mikate vikapu 7. Na watu waliokula walikuwa 4,000. Akawaaga. Mara akapanda katika mashua pamoja na wanafunzi wake, akaenda pande za Dalmanutha. Wakatokea Mafarisayo, wakaanza kuhojiana naye, wakitafuta kwake ishara itokayo mbinguni, wakimjaribu. Akapiga kite rohoni mwake, akasema, mbona kizazi hiki chatafuta ishara? Na amin nawaambieni, hakitapewa ishara kizazi hiki. Akawaacha, akapanda tena katika mashua, akaenda zake hadi ng'ambo. Wakasahau kuchukua mikate, wala katika mashua hawana ila mkate mmoja tu. Akawaagiza akasema, angalieni, jihadharini na chachu ya Mafarisayo na chachu ya Herodi. Wakabishana wao kwa wao kwa kuwa hawana mikate. Naye Yesu akatambua akawaambia, mbona mnabishana kwa sababu hamna mikate? Hamfahamu bado, wala hamjaelewa? Je, mioyo yenu ni mizito? Mna macho hamuoni? Mna masikio hamsikii? Wala hamkumbuki nilipoivunja ile mikate 5 na kuwapa wale 5,000, mlichukua vikapu vingapi vimejaa vipande? Wakamwambia, 12. Na ile 7 kuwapa wale 4,000, mlichukua vikapu vingapi vimejaa vipande? Wakamwambia, 7. Akawaambia,
hamjafahamu bado. Wakafika Betsaida, wakamletea kipofu, wakamsihi amguze. Akamshika mkono yule kipofu, akamchukua nje ya kijiji, akamtemea mate katika macho, akamwekea mikono yake, akamuuliza, waona kitu? Akatazama juu, akasema, naona watu kama miti inakwenda. Ndipo akaweka tena mikono yake juu ya macho yake, naye akatazama sana, akawa mzima, akaona vyote waziwazi. Akamwagiza aende nyumbani kwake, akisema, hata kijijini usiingie. Akatoka Yesu na wanafunzi wake, wakaenda kwenye vijiji vya Kaisaria Filipi. Na njiani akawauliza wanafunzi wake, akasema, watu huninena mimi kuwa ni nani? Wakajibu, Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine mmojawapo wa manabii. Naye akawauliza, na nyinyi mnasema ya kuwa mimi ni nani? Petro akamjibu akamwambia, wewe ndiwe Kristo. Akawaonya wasimwambie mtu habari zake. Akaanza kuwafundisha kwamba imempasa mwana wa Adamu kupatikana na mateso mengi na kukataliwa na wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa, na baada ya siku 3 kufufuka. Naye alikuwa akinena neno hilo waziwazi. Petro akamchukua, akaanza kumkemea. Akageuka, akawatazama wanafunzi wake, akamkemea Petro, akasema, nenda nyuma yangu Shetani, maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Akawaita mkutano pamoja na wanafunzi wake, akawaambia, mtu yoyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike na msalaba wake, anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakayeiangamiza nafsi yake kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, huyo ataisalimisha. Kwa kuwa itamfaidi mtu nini kuupata ulimwengu wote akiipoteza nafsi yake? Ama mtu atoe nini badala ya nafsi yake? Maana mtu atakayenionea haya mimi na maneno yangu katika kizazi hiki cha uzinzi na dhambi, mwana wa Adamu atamwonea haya mtu huyo atakapokuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika watakatifu. Akawaambia, amin nawaambia, pana watu katika hawa wasimamao hapa ambao hawataonja mauti kabisa hata watakapouona ufalme wa Mungu umekuja kwa nguvu. Baada ya siku 6, Yesu akawatoa Petro na Yakobo na Yohana, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani peke yao. Akageuka sura yake mbele yao, mavazi yake akametameta meupe mno, jinsi asivyoweza dobi duniani kuyafanya meupe. Wakatokewa na Elia pamoja na Musa, nao walikuwa wakizungumza na Yesu. Petro akajibu akamwambia Yesu, Rabi, ni vizuri sisi kuwapo hapa na tufanye vibanda vitatu, kimoja chako wewe, kimoja cha Musa na kimoja cha Elia. Maana hakujua la kunena kwa kuwa waliingiwa na hofu nyingi. Kisha likatokea wingu likawatia uvuli, sauti ikatoka katika lile wingu, huyo ni mwanangu mpendwa wangu, msikieni yeye. Mara hiyo walipotazama huku na huku, hawakuona mtu pamoja nao ila Yesu peke yake. Na walipokuwa wakishuka mlimani, aliwakataza wasimweleze mtu walioyaona hadi mwana wa Adamu atakapokuwa amefufuka katika wafu. Wakalishika neno lile, wakiulizana wao kwa wao, huko kufufuka katika wafu maana yake ni nini? Wakamuuliza wakisema, mbona waandishi hunena ya kwamba imempasa Elia kuja kwanza? Akajibu akawaambia, ni kweli, Elia yuaja kwanza na kurejesha upya yote. Lakini pamoja na haya, imeandikiwaje mwana wa Adamu ya kwamba atateswa sana na kudharauliwa? Lakini nawaambia, Elia amekwisha kuja, nao wakamtenda yote walioyataka kama alivyoandikiwa. Walipowafikia wanafunzi, waliona mkutano mkuu wakiwazunguka na waandishi wakijadiliana nao. Mara mkutano wote walipomuona walishangaa, wakamwendea mbio wakimsalimu. Akawauliza, mnajadiliana nini nao? Mtu mmoja katika mkutano akamjibu, Mwalimu, nimemleta mwanangu kwako, ana pepo bubu, na kila mpagaapo humbwaga chini, naye hutoka povu na kusaga meno na kukonda. Nikasema na wanafunzi wako wamtoe pepo, wasiweze. Akawajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini, nikae nanyi hadi lini? Nichukuliane nanyi hadi lini? Mleteni kwangu. Wakamleta kwake hata alipomuona. Mara yule pepo alimtia kifafa, naye akaanguka chini, akagaagaa akitokwa na pufu. Akamuuliza babaye, amepatwa na haya tangu lini? Akasema, tangu utoto, na mara nyingi amemtupa katika moto na katika maji ya mwangamizi. Lakini ukiweza neno lolote, utuhurumie na kutusaidia. Yesu akamwambia, ukiweza, yote yawezekana kwake aaminiye. Mara babaye yule kijana akapaza sauti akasema, naamini, nisaidie kutoamini kwangu. Na Yesu akiona ya kuwa mkutano unakusanyika mbio, akamkemea yule pepo mchafu, akamwambia, ewe pepo bubu na kiziwi, mimi nakuamuru mtoke huyu, wala usimuingie tena.
tena. Akalia, akamtia kifafa sana, akamtoka. Naye akawa kama amekufa, hata wengi wakasema amekufa. Lakini Yesu akamshika mkono, akamuinua naye akasimama. Alipoingia nyumbani, wanafunzi wakamuuliza kwa faragha, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Akawaambia, maana hii haiwezi kutoka kwa neno lolote isipokuwa kwa kuomba. Wakatoka huko, wakapita katikati ya Galilaya, naye hakutaka mtu kujua, kwa sababu alikuwa akiwafundisha wanafunzi wake. Akawaambia, Mwana wa Adamu yuaenda kutiwa katika mikono ya watu, nao watamuua, na akisha kuuawa, baada ya siku 3 atafufuka. Lakini hawakulifahamu neno lile, wakaogopa kumuuliza. Wakafika Kapernaumu, hata alipokuwamo nyumbani akawauliza, mlishindania nini njiani? Wakanyamaza, kwa maana njiani walikuwa wakibishana wao kwa wao ni nani aliye mkubwa. Akaketi chini, akawaita wale 12, akawaambia, mtu atakayekuwa wa kwanza atakuwa wa mwisho kuliko wote, na mtumishi wa wote. Akatoa kitoto, akamweka katikati yao, akamkumbatia, akawaambia, mtu akimpokea mtoto mmoja kwa namna hii kwa jina langu, anipokea mimi, na mtu akinipokea mimi, humpokea si mimi, bali yule aliyenituma. Yohana akamjibu akamwambia, Mwalimu, tulimwona mtu akitoa pepo kwa jina lako, ambaye hafuatani nasi, tukamkataza kwa sababu hafuatani nasi. Yesu akasema, msimkataze, kwa kuwa hakuna mtu atakayefanya muujiza kwa jina langu na punde baadaye akaweza kuninena kwa uovu, kwa sababu asiye kinyume chetu yu upande wetu. Kwa kuwa yeyote atakayewanywesha nyinyi kikombe cha maji, kwa kuwa nyinyi ni watu wa Kristo, amin nawaambia, hata kosa thawabu yake. Na yeyote atakayemkosesha mmojawapo wa wadogo hawa waniaminio, afadhali afungwe jiwe la kusagia shingoni mwake na kutupwa baharini. Na mkono wako ukikukosesha ukate. Ni afadhali kuingia katika uzima ukiwa kibutu, kuliko kuwa na mikono miwili na kwenda zako jehanamu, kwenye moto usiozimika, ambapo humo funza wao hafi, wala moto hauzimiki. Na mguu wako ukikukosesha ukate. Ni afadhali kuingia katika uzima ukiwa kiguru, kuliko kuwa na miguu miwili na kutupwa katika jehanamu, ambamo humo funza wao hafi, wala moto hauzimiki. Na jicho lako likikukosesha ling'oe ulitupe. Ni afadhali kuingia katika ufalme wa Mungu una chongo, kuliko kuwa na macho mawili na kutupwa katika jehanamu, ambapo humo funza wao hafi, wala moto hauzimiki. Kwa sababu kila mtu atatiwa chumvi kwa moto. Chumvi ni njema, lakini chumvi ikiwa si chumvi tena, mtaitia nini ikolee? Muwe na chumvi ndani yenu, mkae kwa amani nyinyi kwa nyinyi. Akaondoka huko, akafika katika eneo la Yudea na ng'ambo ya Yordani. Makutano wengi wakakutanika tena, wakamwendea, akawafundisha tena kama alivyozoea. Basi Mafarisayo wakamwendea, wakamuuliza, je, ni halali mtu kumwacha mkewe? Huku wakimjaribu. Naye akajibu akawaambia, Musa aliwaamuru nini? Wakasema, Musa alitoa ruhusa kuandika hati ya talaka na kumwacha. Yesu akawaambia, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwaandikia amri hii. Lakini tangu mwanzo wa kuumbwa ulimwengu aliwaumba mwanamume na mwanamke. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Ndipo nyumbani tena wanafunzi wakamuuliza habari ya neno hilo. Akawaambia, kila mtu atakayemwacha mkewe na kuoa mwingine azini juu yake, na mke akimwacha mumewe na kuolewa na mwingine azini. Basi wakamletea watoto wadogo ili awaguze. Wanafunzi wake wakawakemea. Ila Yesu alipoona alichukizwa sana, akawaambia, wacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana watoto kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Amin nawaambieni, yoyote asiyeukubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo, hata uingia kabisa. Akawakumbatia, akawaeka mikono juu yao, akawabariki. Alipokuwa akitoka kwenda njiani, mtu mmoja akaja mbio, akampigia magoti, akamuuliza, Mwalimu mwema, nifanye nini nipate kuurithi uzima wa milele? Yesu akamwambia, kwa nini kuniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, ndiye Mungu. Wazijua amri: usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, usidanganye, waheshimu baba yako na mama yako. Akamwambia, Mwalimu, haya yote nimeyashika tangu utoto wangu. Yesu akamkazia macho, akampenda, akamwambia, umepungukiwa na neno moja. Nenda ukauza ulivyo navyo vyote, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni.
mbinguni, kisha njoo unifuate. Lakini yeye akakunja uso kwa neno hilo, akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Yesu akatazama kote kote, akawaambia wanafunzi wake, jinsi itakavyokuwa shida wenye mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi wakashangaa kwa maneno yake. Yesu akajibu tena akawaambia, watoto, jinsi ilivyo shida wenye kutegemea mali kuingia katika ufalme wa Mungu. Ni rahisi ngamia kupenya katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Nao wakashangaa mno, wakamwambia, ni nani basi awezaye kuokoka? Yesu akawakazia macho akasema, kwa wanadamu haiwezekani, bali kwa Mungu sivyo, maana yote yawezekana kwa Mungu. Petro akaanza kumwambia, tazama, sisi tumeacha vyote tukakufuata wewe. Yesu akasema, amin nawaambieni, hakuna mtu aliyeiacha nyumba au ndugu wa kiume au ndugu wa kike au mama au baba au watoto au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, ila atapewa mara 100 sasa wakati huu nyumba na ndugu wa kiume na ndugu wa kike na mama na watoto na mashamba pamoja na uthia, na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Lakini wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho, na wa mwisho watakuwa wa kwanza. Nao waliokuwako njiani huku wakipanda kwenda Yerusalemu, na Yesu alikuwa akiwatangulia, wakashangaa, nao katika kufuata wakaogopa. Akawatwaa tena wale 12, akaanza kuambia kuhusu mambo yatakayompata. Akasema, angalieni, tunapanda kwenda Yerusalemu, na mwana wa Adamu atatiwa mikononi mwa wakuu wa makuhani na waandishi, nao watamhukumu afe. Watamtia mikononi mwa mataifa, nao watamdhihaki na kumtemea mate na kumpiga mijeledi na kumuua, na baada ya siku 3 atafufuka. Na Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo wakamwendea wakamwambia, Mwalimu, twataka utufanyie lolote tutakalo kuomba. Akawaambia, mwataka niwafanyie nini? Wakamwambia, utujalie sisi tuketi, mmoja mkono wako wa kulia na mmoja mkono wako wa kushoto katika utukufu wako. Yesu akawaambia, hamjui mnaloliomba. Mwaweza kunywea kikombe ninyweacho mimi, na kubatiziwa ubatizo nibatizwao mimi? Wakamwambia, twaweza. Yesu akawaambia, kikombe ninyweacho mimi mtakinywea, na ubatizo nibatizwao mimi mtabatizwa. Lakini kuhusu kuketi katika mkono wangu wa kulia au mkono wangu wa kushoto, si langu kuwapa, ila wao watapewa waliowekewa tayari. Hata wale 10 waliposikia wakaanza kukasirikia Yakobo na Yohana. Yesu akawaita akawaambia, mwajua ya kuwa wale wanaohesabiwa kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu, na wakubwa wao huwatumikisha. Lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali anayetaka kuwa mkubwa kwenu atakuwa mtumishi wenu, na mtu anayetaka kuwa wa kwanza kwenu atakuwa mtumwa wa wote. Kwa maana mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake, ili nafsi yake iwe fidia ya wengi. Wakafika Yeriko. Alipokuwa akiondoka kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Timayo yule mwombaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu, unirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, Mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, nenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Walipokaribia Yerusalemu, karibu na Bethfage na Bethania, kukabili mlima wa Mizeituni, aliwatuma 2 katika wanafunzi wake, akawaambia, nendeni mpaka kile kijiji kinachowakabili, na katika kuingia ndani yake, mara mtamwona mwanapunda amefungwa, asiyepandwa na mtu bado. Mfungueni, kamleteni. Mtu akiwaambia, mbona mnafanya hivi? Semeni, Bwana anamhitaji, na mara atamrudisha tena hapa. Wakaenda zao, wakamwona mwanapunda amefungwa penye milango nje katika njia kuu, wakamfungua. Baadhi ya watu waliosimama huko wakawaambia, mnafanya nini kumfungua mwanapunda? Wakamwambia kama Yesu alivyowaagiza, nao wakawaruhusu. Wakamletea Yesu yule mwanapunda, wakatandika mavazi yao juu yake, akaketi juu yake. Watu wengi wakatandaza mavazi yao njiani, na wengine matawi walioyakata mashambani. Nao watu waliotangulia na wale waliofuata wakapaza sauti,
Hosana, ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Umebarikiwa na ufalme ujao wa baba yetu Daudi. Hosana juu mbinguni. Naye akaingia Yerusalemu hata ndani ya hekalu, na alipokwisha kutazama yote pande zote, kwa kuwa ni wakati wa jioni, akatoka akaenda Bethania pamoja na wale 12. Siku iliyofuata walipokuwa wakitoka Bethania, aliona njaa. Akaona kwa mbali mtini wenye majani, akaenda ili aone kitu juu yake, na alipofikia hakuona kitu ila majani, maana si wakati wa tini. Akajibu akauambia, tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako. Wanafunzi wake wakasikia. Wakafika Yerusalemu, naye akaingia ndani ya hekalu, akaanza kuwafukuza wale waliokuwa wakiuza na kununua ndani ya hekalu, akizipindua meza za wabadili fedha na vitu vyao wauzao njiwa. Wala hakumruhusu mtu yoyote kupitia katika hekalu akiwa amebeba kitu. Akafundisha akisema, je, haikuandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote? Bali nyinyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Wakuu wa makuhani na waandishi wakapata habari, wakatafuta jinsi ya kumwangamiza, maana walimwogopa, kwa sababu makutano wote walishangazwa na mafundisho yake. Na kulipokuwa jioni, alitoka mjini. Na asubuhi walipokuwa wakipita, waliona ule mtini umenyauka toka shinani. Petro akakumbuka habari yake, akamwambia, Rabi, tazama, mtini ulioulaani umenyauka. Yesu akajibu akamwambia, mwaminini Mungu. Amin nawaambia, yoyote atakayeuambia mlima huu ng'oka, ukatupe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe nyinyi makosa yenu. Lakini kama nyinyi hamsamehe, wala Baba yenu hatawasamehe nyinyi makosa yenu. Wakafika Yerusalemu tena. Hata alipokuwa akitembea hekaluni, walimwendea wakuu wa makuhani na waandishi na wazee, wakamwambia, ni kwa mamlaka gani unatenda mambo haya? Naye ni nani aliyekupa mamlaka hii huyatende haya? Yesu akamwambia, nitawauliza neno moja, nanyi munijibu, kisha nitawaambia ni kwa mamlaka gani ninayatenda haya. Ubatizo wa Yohana ulitoka mbinguni au kwa wanadamu? Nijibuni. Wakasemezana wao kwa wao wakisema, kama tukisema ulitoka mbinguni, atasema, mbona basi hamkumwamini? Ila tukisema ulitoka kwa wanadamu, waliogopa watu, maana watu wote walimuona Yohana kuwa nabii halisi. Wakamjibu Yesu kasema, hatujui. Yesu akawaambia, wala mimi siwaambii nyinyi ni kwa mamlaka gani nayatenda haya. Akaanza kusema nao kwa mifano. Mtu mmoja alipanda shamba la mizabibu, akalizungushia ua, akachimba shimo la shinikizo, akajenga mnara, akapangisha wakulima, akasafiri. Na kwa wakati wake akatuma mtumwa kwa wale wakulima, ili apokee kwa wakulima katika matunda ya mizabibu. Wakamtwaa, wakampiga, wakamtoa nje bila chochote. Akatuma tena kwao mtumwa mwingine, na huyo wakamtia majeraha ya kichwa, wakamfanyia jeuri. Akamtuma mwingine, huyo wakamuua, na wengine wengi. Hawa wakawapiga, na hawa wakawaua. Basi alikuwa na mmoja bado, mwana mpendwa wake. Huyu naye akamtuma kwao mwisho, akisema, watamstahi mwanangu. Lakini wale wakulima wakasemezana, huyu ni mrithi, haya na tumuue, na urithi utakuwa wetu. Wakamkamata, wakamuua, wakamtupa nje ya shamba la mizabibu. Basi atafanyaje yule bwana wa shamba la mizabibu? Atakuja na kuangamiza wale wakulima, na lile shamba la mizabibu atawapa wengine. Hata andiko hili hamjalisoma. Jiwe walilolikataa waashi, hilo limekuwa jiwe la pembeni. Neno hili limetoka kwa Bwana, nalo ni ajabu machoni petu. Nao wakataka kumkamata, wakaogopa mkutano, maana walitambua ya kwamba ule mfano amewanenea wao. Wakamwacha, wakaenda zao. Wakatuma kwake baadhi ya Mafarisayo na Maherodi ili wamnase kwa maneno. Hata walipofika walimwambia, Mwalimu, twajua kuwa wewe mtu wa kweli, wala hujali cheo cha mtu, kwa maana hutazami sura za watu, lakini katika kweli waifundishe njia ya Mungu. Je, ni halali kumpa Kaisari kodi au siyo? Tupe ama tusimpe? Naye akijua unafiki wao akawaambia, mbona mmenijaribu? Nileteeni dinari niione. Wakaileta. Akawaambia, ni ya nani sanamu hii na anwani hii? Wakamwambia, ni ya Kaisari. Yesu akajibu akawaambia, mpeni Kaisari yaliyo ya Kaisari, na yaliyo ya Mungu mpeni Mungu. Wakamstaajabia sana. Kisha
Masadukayo, watu wasemao ya kwamba hakuna kiama, wakamwendea wakamuuliza na kusema, Mwalimu, Musa alituandikia ya kwamba ndugu ya mtu akifa akamwacha mke wala hana mtoto, ndugu yake amtwaye yule mkewe akampatie ndugu yake mzao. Basi kulikuwa na ndugu 7. Wa kwanza akatwaa mke akafa, asiache mzawa. Wa pili naye akamtwaa akafa, wala hakuacha mzawa, na watatu kadhalika, hata na wote 7 wasiache mzawa. Mwisho wa wote yule mwanamke akafa naye. Basi katika kiama atakuwa mke wa yupi katika hao? Maana wote 7 walikuwa naye. Yesu akajibu akawaambia, Je, hampotei kwa sababu hii ya kuwa hamjui maandiko wala uweza wa Mungu? Kwa maana watakapofufuka katika wafu hawaoi wala hawaolewi, bali huwa kama malaika walioko mbinguni. Na kuhusu wafu ya kwamba wafufuliwa, hamjasoma katika kitabu cha Musa kuhusu kile kichaka, jinsi Musa alivyomwambia akisema, mimi ni Mungu wa Abrahamu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Yeye si Mungu wa wafu bali wa walio hai. Hivyo mpotea sana. Na mmojawapo waandishi akafika, akawasikia wakisemezana naye, akatambua ya kuwa amewajibu vyema. Akamuuliza, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Yesu akamjibu, ya kwanza ndiyo hii, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Na ya pili ndiyo hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hizi. Yule mwandishi akamwambia, hakika mwalimu, umesema vyema ya kwamba Mungu ni mmoja wala hakuna mwingine ila yeye, na kumpenda yeye kwa moyo wote na kwa ufahamu wote na kwa nguvu zote, na kumpenda jirani kama nafsi yako kwafaa kuliko sadaka nzima ya kuteketezwa na dhabihu zote pia. Naye Yesu alipoona ya kwamba amejibu kwa busara, alimwambia, wewe hu mbali na ufalme wa Mungu. Wala hakudhubutu mtu kumuuliza swali tena tokea hapo. Yesu alipokuwa akifundisha katika hekalu, alijibu akasema, usemaje waandishi ya kwamba Kristo ni mwana wa Daudi? Daudi mwenyewe alisema kwa uweza wa Roho Mtakatifu, Bwana alimwambia Bwana wangu, uketi mkono wangu wa kulia hata niwawekapo adui zako kuwa chini ya miguu yako. Daudi mwenyewe asema ni Bwana. Basi imekuwaje mwanawe? Na watu wengi walikuwa wakimsikiliza kwa furaha. Akawaambia katika mafundisho yake, jihadharini na waandishi wapendao kutembea wakiwa wamevaa mavazi marefu na kusalamiwa masokoni na kuketi mbele katika masinagogi na viti vya mbele katika karamu, ambao hula nyumba za wajane na kwa unafiki husali sala ndefu. Hawa watapata hukumu iliyo kubwa. Naye akaketi kulielekea sanduku la hazina, akatazama jinsi makutano watiavyo mapesa katika sanduku. Matajiri wengi wakatia mengi. Akaja mwanamke mmoja mjane maskini, akatia senti 2, kiasi cha nusu pesa. Akawaita wanafunzi wake akawaambia, amin nawaambia, huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote wanaotia katika sanduku la hazina. Maana hao wote walitia baadhi ya mali iliyowazidi, bali huyu katika umaskini wake ametia vyote alivyokuwa navyo, ndiyo riziki yake yote pia. Alipokuwa akitoka hekaluni, mmoja wa wanafunzi wake alimwambia, Mwalimu, tazama yalivyo mawe na majengo haya. Yesu akajibu akamwambia, waona majengo haya makubwa? Halitabaki hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomolewa. Na alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni kuelekea hekalu, Petro na Yakobo na Yohana na Andrea walimuuliza kwa faragha, tuambie, mambo haya yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya wakati hayo yote yatakapokuwa karibu kutimia? Yesu akaanza kuambia, jihadharini mtu asiwadanganye. Wengi watakuja kwa jina langu wakisema, mimi ndiye, nao watawadanganya wengi. Nanyi mtakaposikia habari za vita na uvumi wa vita, msitishwe. Hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na mitetemeko ya ardhi mahali kwingi. Kutakuwako na njaa. Hayo ndio mwanzo wa uchungu. Nanyi jihadharini nafsi zenu, maana watawapeleka nyinyi mabarazani na katika masinagogi mtapigwa. Nanyi mtachukuliwa mbele ya watawala na wafalme kwa injili yangu, kwa huo ushuhuda kwao. Ni sharti injili ihubiriwe kwanza katika mataifa yote. Na watakapo wachukua nyinyi na kuwasaliti, msitafakari kwanza mtakayosema, lakini lolote mtakalopewa saa ile lisemeni, kwa maana si nyinyi msemao, bali ni Roho Mtakatifu. Na ndugu atamsaliti ndugu yake ili auawe, na baba atamsaliti mtoto, na watoto watashambulia wazazi wao na kuwaua. Nanyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, lakini mwenye kuvumilia hadi mwisho ndiye atakayeokoka. Lakini mlionapo chukizo la uharibifu
uharibifu likisimama pasipo lipasa, asomaye na afahamu. Ndipo walio katika Yudea na wakimbilie milimani. Na mtu aliye juu ya dari asishuke, wala asiingie kuchukua kitu nyumbani mwake. Naye aliye shambani asirudi nyuma kulichukua vazi lake. Lakini ole wao wenye mimba nao wanyonyeshao siku hizo. Ila ombeni yasitokee haya wakati wa baridi, kwa maana siku hizo zitakuwa na dhiki, jinsi isivyokuwa tangu mwanzo wa kuumba alipoumba Mungu hata sasa, wala haitakuwa kamwe. Na kama Bwana asingalizikatiza siku hizo, asingeokoka mtu yoyote. Lakini kwa ajili ya wateule aliowateua, amezikatiza siku hizo. Na wakati huo mtu akiwaambia, tazama, Kristo yupo hapa au yuko kule, msisadiki. Kwa maana watajitokeza makristo wa uongo na manabii wa uongo, watatoa ishara na maajabu, wapate kuwadanganya, ikiwezekana hata hao wateule. Bali nyinyi jihadharini, nimekwisha kuwaonya yote mbele. Lakini siku zile baada ya dhiki hiyo, jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake, na nyota za mbinguni zitakuwa zikianguka, na nguvu zilizo mbinguni zitatikisika. Hapo ndipo mtakapomwona Mwana wa Adamu akija mawinguni kwa nguvu nyingi na utukufu. Ndipo atakapowatuma malaika na kuwakusanya wateule wake toka pepo nne, toka upande wa mwisho wa nchi hata upande wa mwisho wa mbingu. Kwa mtini jifunzeni mfano, tawi lake liishapokuwa laini na kuchanua majani, mtambua ya kuwa wakati wa mavuno ni karibu. Nanyi kadhalika myaonapo mambo hayo yanaanza, tambueni ya kuwa yu karibu mlangoni. Amin nawaambieni, kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatimie. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Lakini habari ya siku ile na saa ile hakuna aijuaye, hata malaika walio mbinguni wala mwana, ila Baba. Angalieni, kesheni, ombeni, kwa kuwa hamjui wakati ule utakapokuwapo. Mfano wake ni kama mtu mwenye kusafiri, ameiacha nyumba yake, amewapa watumwa wake amri, na kila mtu kazi yake, naye amemwamuru bawabu wakeshe. Kesheni basi, kwa maana hamjui ajapo Bwana wa nyumba, kwamba ni jioni au kwamba ni usiku wa manane, au akiwapo jogoo au asubuhi, asije akawasili ghafla akawakuta mmelala. Na hilo niwaambialo nyinyi, nawaambia wote, kesheni. Baada ya siku mbili ilikuwa sikukuu ya Pasaka na mikate isiyochachwa. Wakuu wa makuhani na waandishi wakatafuta njia ya kumkamata kwa hila na kumuua, kwa maana walisema, isiwe kwa wakati wa sikukuu, isije ikatokea ghasia katika watu. Naye alipokuwapo Bethania, nyumbani mwa Simoni mwenye ukoma, akiwa amekaa mezani, alikuja mwanamke mwenye chupa ya marhamu yenye manukato ya nado safi ya thamani kubwa. Akaivunja chupa, akaimimina kichwani pake. Palikuwa na watu waliochukizwa katika nafsi zao wakisema, kwa nini kupoteza marhamu namna hii? Maana marhamu hii ingeliweza kuuzwa kwa dinari 300 na kuzidi, wakapewa maskini. Wakamnungunikia sana yule mwanamke. Yesu akasema, mwacheni, mbona mnamsumbua? Amenitendea kazi njema. Maana siku zote mnao maskini pamoja nanyi, na kila mpendapo mwaweza kuwatendea mema. Lakini mimi hamko nami siku zote. Ametenda alivyoweza. Ametangulia kuupaka mwili wangu marhamu kwa ajili ya maziko. Amin nawaambia, kila ihubiriwapo Injili katika ulimwengu wote, na hili alilotenda huyu litatajwa kwa kumbukumbu lake. Yuda Iskarioti, yule mmoja katika wale 12, akaenda zake kwa wakuu wa makuhani apate kumsaliti kwao. Nao waliposikia walifurahi, wakaahidi kumpa fedha. Akatafuta njia ya kumsaliti wakati wa kufaa. Katika siku ya kwanza ya mikate isiyochachwa, walipoichinja Pasaka, wanafunzi wake wakamwambia, ni wapi utakapo tuende tukuandalie ile Pasaka? Akatuma 2 katika wanafunzi wake, akawaambia, nendeni zenu mjini, atakutana nanyi mwanamume amebeba mtungi wa maji, mfuateni. Na popote atakapoingia, mwambieni mwenye nyumba, mwalimu asema, kiko wapi chumba changu cha wageni, ni ile Pasaka humo pamoja na wanafunzi wangu? Naye mwenyewe atawaonyesha ghorofa kubwa iliyotayarishwa, humo tuandalieni. Wanafunzi wakatoka, wakaenda mjini, wakaona kama alivyowaambia, wakaiandaa Pasaka. Basi ilipokuwa jioni, akaja pamoja na wale 12. Nao walipokuwa wameketi chakulani wakila, Yesu alisema, amin nawaambia, mmoja wenu naye anakula pamoja nami atanisaliti. Wakaanza kuhuzunika, wakamwambia mmoja mmoja,
mmoja. Je, ni mimi? Akawaambia, ni mmoja wa hao 12 ambaye achovya pamoja nami katika kumbi. Kwa maana mwana wa Adamu aenda zake kama alivyoandikiwa. Lakini ole wake mtu yule ambaye amsaliti mwana wa Adamu. Ingekuwa heri kwake mtu yule kama asingalizaliwa. Nao walipokuwa wakila, alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa, akasema, twaeni, huu ndio mwili wangu. Akatoa kikombe, akashukuru, akawapa, wakakinywea wote. Akawaambia, hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi. Amin, nawaambia nyinyi, sitakunywa tena kabisa uzao wa mzabibu hata siku ile nitakapounywa mpya katika ufalme wa Mungu. Nao walipokwisha kuimba, walitoka kwenda katika mlima wa Mizeituni. Yesu akawaambia, mtakunguwazwa nyinyi wote kwa ajili yangu usiku huu, kwa kuwa imeandikwa, nitampiga mchungaji na kondoo watatawanyika. Lakini baada ya kufufuka kwangu, nitawatangulia kwenda Galilaya. Petro akamwambia, hata wajapo kunguwazwa wote, lakini sio mimi. Yesu akamwambia, amin, nakwambia wewe, leo usiku huu, kabla ya kuwika jogoo mara 2, utanikana mara 3. Naye akazidi sana kusema, ijaponipasa kufa nawe, hata hivyo sitakukana kamwe. Nao wote wakasema vile vile. Kisha wakaja mpaka katika bustani itwayo Getsemane, akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa pindi niombapo. Akamtoa Petro na Yakobo na Yohana pamoja naye, akaanza kufadhaika sana na kuhangaika. Akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe. Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifudifudi, akiomba ya kuwa ikiwezekana saa hiyo imwepuke. Akasema, Aba, Baba, yote yawezekana kwako. Uniondolee kikombe hiki, lakini si kama nitakavyo mimi, bali utakavyo wewe. Akaja akawakuta wamelala usingizi. Akamwambia Petro, je, Simoni, umelala? Hukuweza kukesha saa 1? Kesheni na kuomba, msije mkaingia majaribuni. Roho irathi, ila mwili ni dhaifu. Akaenda zake tena, akaomba akisema neno lilo hilo. Akaja tena, akawakuta wamelala, maana macho yao yamekuwa mazito, wala hawakujua la kumjibu. Akaja mara ya 3, akawaambia, laleni sasa mpumzike, yatosha, saa imekuja. Tazama, mwana wa Adamu anatiwa mikononi mwao wenye dhambi. Ondokeni, twendeni zetu. Tazama, yule anayenisaliti amekaribia. Basi alipokuwa katika kusema, mara Yuda alifika, mmoja wa wale 12, na pamoja naye mkutano, wakiwa na panga na marungu, wametoka kwa wakuu wa makuhani na waandishi na wazee. Na yule anayemsaliti alikuwa amewapa ishara, akisema, nitakayembusu huyo ndiye, mkamateni na kumpeleka chini ya ulinzi. Basi alipokuja mara akamwendea akasema, Rabi, akambusu. Wakanyosha mkono yao wakamkamata. Na mmoja wao waliokuwapo akafuta upanga, akampiga mtumwa wa kuhani mkuu, akamkata sikio. Yesu akajibu akawaambia, je, mmekuja na panga na marungu kunikamata kana kwamba mimi ni mnyang'anyi? Kila siku nilikuwa mbele yenu hekaluni nikifundisha, msinikamate. Lakini haya yamekuwa ili maandiko yapate kutimia. Ndipo wakamwacha wakakimbia wote. Na kijana mmoja alimfuata akiwa amejitanda mwili wake nguo ya kitani. Wakamkamata, naye akaiacha ile nguo ya kitani, akakimbia akiwa uchi. Nao wakamchukua Yesu kwa kuhani mkuu, wakamkusanyikia wote, wakuu wa makuhani na wazee na waandishi. Naye Petro akamfuata kwa mbali hadi ndani katika behewa ya kuhani mkuu, akawa ameketi pamoja na watumishi akiota moto. Basi wakuu wa makuhani na baraza yote wakatafuta ushuhuda juu ya Yesu wapate kumuua, wasione. Kwa maana wengi walimshuhudia uongo, lakini ushuhuda wao haukupatana. Hata wengi wakasimama wakamshuhudia uongo wakisema, sisi tulimsikia akisema, mimi nitalivunja hekalu hili lililofanyika kwa mikono, na katika siku 3 nitajenga jingine lisilofanyika kwa mikono. Wala hata hivyo ushuhuda wao haukupatana. Kisha kuhani mkuu akasimama katikati, akamuuliza Yesu, akasema, ujibu neno, hawa wanakushuhudia nini? Lakini akanyamaza, wala hakujibu tena. Kuhani mkuu akamuuliza tena akamwambia, wewe ndiwe Kristo, mwana wake mtukufu? Yesu akasema, mimi ndiye. Nanyi mtamuona mwana wa Adamu akiwa ameketi mkono wa kulia wa nguvu, akija na mawingu ya mbinguni. Kuhani mkuu akararua nguo zake akasema, tuna haja gani tena ya mashahidi? Mmesikia kufuru yake. Maonaje nyinyi? Wote wakamhukumu kuwa imempasa kuuawa. Wengine wakaanza kumtemea mate, wakamfunika uso na kumpiga makonde na kumwambia,
alitabiri. Watumishi nao wakamchukua, wakampiga makofi. Na Petro alikuwa chini behewani. Akaja mmoja wa vijakazi wa kuhani mkuu, akamwona Petro akiota moto, akamkazia macho, akasema, wewe nawe ulikuwapo pamoja na yule Mnazareti Yesu. Akakana, akasema, sijui wala sisikii unayosema wewe. Akatoka nje hadi ukumbini, jogoo ikawika. Na yule kijakazi akamwona tena, akaanza tena kuwaambia waliosimama pale, huyu ni mmoja wao. Akakana tena. Kitambo kidogo tena, wale waliosimama pale wakamwambia Petro, hakika u mmoja wao, kwa sababu u Mgalilaya wewe. Akaanza kulaani na kuwapiza, simjui mtu huyu mnayemnena. Na mara jogoo ikawika mara ya pili. Petro akalikumbuka lile neno aliloambiwa na Yesu, kabla ya kuwika jogoo mara mbili, utanikana mara tatu. Na alipolifikiri akalia. Mara kulipokuwa asubuhi, wakuu wa makuhani walifanya shauri pamoja na wazee na waandishi na baraza nzima, wakamfunga Yesu, wakamchukua, wakamleta mbele ya Pilato. Pilato akamuuliza, wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi? Yesu akajibu akamwambia, wewe wasema. Nao wakuu wa makuhani walikuwa wakimshtaki mambo mengi. Pilato akamuuliza tena akisema, hujibu neno? Tazama ni mambo mangapi wanayokushtaki. Wala Yesu hakujibu neno tena, hata Pilato akastaajabu. Basi wakati wa sikukuu huwafungulia mfungwa mmoja wa Mumbai. Palikuwa na mtu aitwaye Baraba, aliyefungwa pamoja na waasi waliosababisha mauaji katika uhalifu wao. Makutano wakaja, wakaanza kuomba wafanyie kama vile alivyozoea. Pilato akawajibu akisema, je, mnataka niwafungulie mfalme wa Wayahudi? Kwa maana alitambua ya kuwa wakuu wa makuhani wamemtoa kwa husuda. Lakini wakuu wa makuhani wakawachochea watu kuwa afadhali awafungulie Baraba. Pilato akajibu tena akawaambia, basi nimtendeje huyu mnayemnena kuwa ni mfalme wa Wayahudi? Wakapiga kelele tena, msulubishe. Akawaambia, kwani ni ubaya gani aliyoutenda? Wakazidi sana kupiga kelele, msulubishe. Pilato kwa kupenda kuwaridhisha watu akawafungulia Baraba, akamtoa Yesu baada ya kumpiga mijeledi ili asulubiwe. Nao askari wakamchukua ndani ya behewa, ndio praetorio, yani makao makuu ya mtawala. Wakakusanya pamoja kikosi kizima, wakamvika vazi la rangi ya zambarau, wakasokota taji la miiba, wakamtia kichwani. Wakaanza kumsalimu, salamu mfalme wa Wayahudi. Wakampiga mwanzi wa kichwa, wakamtemea mate, wakapiga magoti, wakamsujudia. Hata wakiisha kumdhihaki, wakamvua lile vazi la rangi ya zambarau, wakamvika mavazi yake mwenyewe, wakampeleka nje ili wamsulubishe. Wakamshurutisha mtu aliyekuwa akipita akitoka mashambani, Simoni Mkirene, baba yao Iskanda na Rufo, ili auchukue msalaba wake. Wakamleta mpaka mahali paitwapo Golgotha, yani fuvu la kichwa. Wakampa mvinyo uliotiwa manemane asiipokee. Wakamsulubisha, wakagawa mavazi yake, wakayapigia kura kila mtu atwae nini. Basi ilikuwa saa 3, nao wakamsulubisha. Palikuwa na anwani ya mashtaka iliyoandikwa juu, mfalme wa Wayahudi. Na pamoja naye walisulubisha wanyang'anyi wawili, mmoja mkono wake wa kulia na mmoja mkono wake wa kushoto. Basi andiko likatimizwa linenalo, alihesabiwa pamoja na waasi. Nao waliokuwa wakipita njiani wakamtukana, wakitikisa vichwa, wakisema, aha, wewe mwenye kulivunja hekalu na kulijenga katika siku 3, jiponye nafsi yako, ushuke msalabani. Kadhalika na wakuu wa makuhani wakimdhihaki wao kwa wao, pamoja na waandishi wakisema, aliponya wengi, hawezi kujiponya mwenyewe. Kristo mfalme wa Israeli na ashuke sasa msalabani, tupate kuona na kuamini. Hata wale waliosulubiwa pamoja naye wakamsuta. Kadhalika na wakuu wa makuhani wakamdhihaki wao kwa wao, pamoja na waandishi wakisema, aliponya wengine, hawezi kujiponya mwenyewe. Kristo mfalme wa Israeli na ashuke sasa msalabani, tupate kuona na kuamini. Hata wale waliosulubiwa pamoja naye wakamsuta. Na ilipokuwa saa 6, palikuwa na giza juu ya nchi yote hadi saa 9. Na saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu, Eloi, Eloi, lama sabakthani, maana yake, Mungu wangu, mbona umeniacha? Na baadhi yao waliosimama pale walisema, tazama, anamuita Eliya. Na mmoja akaenda mbio, akajaza sifongo siki, akaitia juu ya mwanzi, akamnywesha, akasema, acheni na tuone kwamba Eliya anakuja kumteremsha. Naye Yesu akatoa sauti kuu, akakata roho. Pazia la hekalu likapasuka vipande viwili
toka juu hadi chini. Basi yule kamanda aliyesimama hapo akimwelekea, alipoona ya kuwa alikata roho jinsi hii, akasema, hakika mtu huyu alikuwa mwana wa Mungu. Palikuwako na wanawake wakitazama kwa mbali. Miongoni mwao alikuwemo Mariamu Magdaleni na Mariamu mama yao Yakobo mdogo na Yose na Salome. Hao ndio waliofuatana naye huko Galilaya na kumtumikia, na wengine wengi waliopanda pamoja naye mpaka Yerusalemu. Ilipofika wakati wa jioni, kwa sababu ni maandalio, ndio siku iliyo kabla ya Sabato, akaenda Yusufu mtu wa Arimathaya, mstahiki, mtu wa baraza ya mashauri, naye mwenyewe anautazamia ufalme wa Mungu. Akafanya ujasiri, akaingia mbele ya Pilato, akauomba mwili wake Yesu. Lakini Pilato akastaajabu kama amekwisha kufa. Akamwita yule kamanda, akamuuliza kwamba amekufa kitambo. Hata alipokwisha kupata hakika kutoka kwa yule komanda, alimpa Yusufu yule maiti, naye akanunua sanda ya kitani, akamteremsha, akamfungia ile sanda, akamweka katika kaburi lililochongwa mwambani, akavingirisha jiwe mbele ya mlango wa kaburi. Nao Mariamu Magdaleni naye Mariamu mamaye Yose wakapatazama mahali alipowekwa. Na Sabato ilipokwisha kupita, Mariamu Magdaleni na Mariamu mamaye Yakobo na Salome walinunua manukato wapate kwenda kumpaka. Na alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma wakaenda kaburini jua lilipoanza kuchomoza. Wakasemezana kwao kwa wao, ni nani atakayetuvingirishia lile jiwe mlangoni pa kaburi? Hata walipotazama waliona ya kuwa lile jiwe limekwisha kuvingirishwa, nalo lilikuwa kubwa mno. Wakaingia kaburini, wakaona kijana akiwa ameketi upande wa kulia, amevaa vazi jeupe, wakastaajabu. Naye akawaambia, msistaajabu, mnamtafuta Yesu Mnazareti aliyesulubiwa. Amefufuka, hayupo hapa. Patazameni mahali walipomweka. Lakini nendeni zenu mkawaambie wanafunzi wake na Petro ya kwamba awatangulia kwenda Galilaya, huko mtamuona kama alivyowaambia. Wakatoka nje, wakakimbia kutoka kaburini, kwa maana wameingiwa na hofu na mshangao, wala hawakumwambia mtu neno, maana waliogopa. Naye alipofufuka alfajiri siku ya kwanza ya juma, alimtokea kwanza Mariamu Magdaleni, ambaye alikuwa amemtoa pepo 7. Huyo akashika njia, akawapasha habari wale waliokuwa pamoja naye, nao wapokuwa wanaomboleza na kulia. Lakini hao waliposikia kwamba yu hai, naye amemuona, hawakuamini. Baada ya hayo akawatokea wawili miongoni mwao akiwa na sura nyingine, nao walikuwa wakitembea njiani kwenda mashambani. Na hao wakaenda zao wakawapa habari wale wengine, wala hao hawakumwamini. Baadaye akaonekana na wale 11 walipokuwa wakila, akawakemea kwa kutoamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakusadiki wale waliomuona alipofufuka katika wafu. Akawaambia, nendeni ulimwenguni kote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminiye na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio: kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kuua hakitawadhuru kamwe. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapona. Basi Bwana Yesu baada ya kusema nao akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kulia wa Mungu. Nao wale wakatoka wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nalo.